for you. So please be thankful for what you have. Don't put pressure on them. This week, instead of complaining, let us thank God for three things every day. Before bed, say, thank you, God, for my food. Thank you, God, for my family. Thank you, God, for my home. These things are what you truly need, not those new toys, new house, new things. Let me tell you a story about two sisters who are fighting about all the things their friends have. Jamie and Kaylee were two sisters. They were actually twin sisters, and they used to fight a lot. So when Daddy brought new shoes, he brought new shoes for both of them. When Mommy brought biscuits, she brought 2 biscuits. When Grandpa was reading a story, Grandpa would call all of them for one of them to sit on one lap and the other one to sit on the other. So one day, they were fighting over a teddy bear. They was fighting over a teddy bear that was super playful. And then their mother had them fighting. They were saying, this teddy bear is mine. Daddy gave it to me on my birthday. And then Kaylee said, I have the same birthday as you, so just give it to me. It's mine. Their mother had them and came one thing, and when they want the best for you. So in the second coming of Jesus Christ, we should always be thankful for what we have. Let's pray. Our kind and loving Father, we thank you for this day. We thank you for the gift of life. We thank you for what we have learned today, and please help the people who are watching to understand. As now as you have learned, always to be grateful. Help us to be grateful for what you have. For it is in Jesus' name I pray and believe. In front of you is Michelle Asfel and Bila Mora, ready to present a poem entitled A Grateful Heart. Welcome. I complain about everything. Oh, what a shame. Nothing feels perfect. It's always the same. I see the dark side, the troubles and the strife, forgetting the blessings that brighten my life. What I have, others don't necessarily own. Yet I am here with a heart full of groans. Talents, privileges, gifts big and small. I should be thankful I have them all. Someone is admiring what I hold dear, longing to stand where I stand here. While I grumble, while I sigh, they dream to live the life that I deny. I need to see the bright side instead, to count my blessing, to be thankful instead. For every small gift, for each brand new day, I should thank the Lord and humbly say, Thank you, Lord, for all you've done, for love, for life, for joy and sun. I choose contentment. I choose to see the beauty in what you've given me. Thank you. Hello viewers, my name is Deborah Ochieng and Mary Anjiru from Bamburi Great News Church, ready to present to you the 28 fundamental beliefs of the Seventh-day Adventist Church. Travel along with us. Holy Scriptures, Trinity, Father, Son, Holy Spirit, Creation, Nature of Man, the Great Controversy, Life, Death and Resurrection of Christ, the Experience of Salvation, Growing in Christ, Church, Remnant and its Mission, Unity in the Body of Christ, Baptism, Lord's Supper, Spiritual Gifts and its Ministry, the Gift of Prophecy, Law of God, Sabbath, Stewardship, the Christian Behavior, Marriage and the Family, the Christ Ministry in the Sanctuary, Second Coming of Christ, the Death and Resurrection, End of Sin, New Earth. Thank you. My name is Leah Masharia. I come from Nyali SDA Church. I have a memory verse come from the book of Psalms 23, verse 1 to 6. And it says, The Lord is my shepherd, I shall not want.
He makes me lie down in green pastures. He leads me beside the still water. He restores my soul. He leads me in the path of righteousness for his name's sake. Yea, though I walk through the valley of the shadow of death, I will fear no evil, for you are with me. Your rod and your staff, they comfort me. You prepare a table before me in the presence of my enemy. You anoint my head with oil. My cup runs over. Surely goodness and mercy shall follow me all the days of my life, and I shall dwell in the house of the Lord forever and ever. Amen. My name is Sharon Mara. My memory verse comes from the book of Revelation chapter 22 verse 12. It says, "Behold, I am coming soon. My reward is with me. I am coming to reward every man according to his work." Amen. In front of you is Pal Miranda from Binguni Kids, Segero. I have a memory chapter from the book of Psalms chapter 120 verse 1 to 7. And the Bible says, "When I was in trouble, I called the Lord and he answered me. Save me, Lord, from liars and deceivers. You liars, what will God do to you? How will God punish you? Like a soldier's sharp arrow with red hot coal. Living among you is as bad as living in Meshach or among the people of Kedar. I have lived too long with people who hate peace. When I speak for peace, they are for war." Thank you. Shangaza, ni rafiki aliye mwaminifu, kaniumba tena kanikomboa. Mungu nipe, Mungu ni pendo. Upendo wa Mungu unashangaza, ni rafiki aliye mwaminifu, kaniumba tena kanikomboa. Siwezi kupima kina cha pendo, kinazidi kina cha bahari kuu. Alinifilia msalabani. Mungu nipe, Mungu ni pendo. Siwezi kupima kina cha pendo, kinazidi kina cha bahari kuu. Alinifilia msalabani.
Mpenzi msikilizaji na mtazamaji, kwanza kabisa tungependa kuomba samahani kwa ile hitilafu ambayo umezidi kuishuhudia, ila siku zote napenda tu kusema ya kwamba hapaja haribika jambo. Maadamu Mwenyezi Mungu tumemtanguliza, kila kitu kinakuwa shwari. Kwa wakati huu Eric, naona kuna tunao ni wakati wa kuweza kukaribisha watoto. Maana ni kipindi maalum cha watoto, na bila shaka ni wakati mzuri ambao tutakuwa tunawasikiliza, tunawapatia masikio yetu, na pia vile vile tutakuwa tunawapatia pia na mioyo yetu. Kumbuka hawa watoto ni wetu na pia ni wenu, au vipi Eric? Na bila shaka tuko imara kama simba, na unaambiwa kilichoumbwa na binadamu bila shaka sometimes huwa kiko hivi na vile, lakini bila shaka ndani ya Hope Channel Kenya tuko sawa. Lakini pale online, mtazamaji, wacha nikujuze wale ambao wanaangalia online, ndio kidogo kumetokea na itilafu hapa na pale, ndio unaambiwa kilichoumbwa na binadamu bila shaka kikose dosari. Lakini hata hivyo Karo, tuko ngangari kama simba, na hivyo basi zidi kutegea tu ndani ya Hope Channel Kenya. Hapa ndio nyumbani, wacha uoga unaweka pembeni kabisa. Lakini hata hivyo nikiangalia upande wangu wa kulia, unajua Karo kuna upande wa kulia na wa kushoto. Sasa sijui wa kucheka ni upi, lakini wacha tuseme kulia ni huu, sio Tuko na watoto wetu maridadi, wamepanga na wakajipanga vizuri, watoto wa Family Life Children's Choir tuko nao. Na hivyo basi tutakuwa tunabarikiwa na wao tukitukuza tu, kwa sababu wakati ni sasa. Wakati ni sasa, na kama si sasa ni sasa hivi. Nitamtukuza milele.
Mnasemaje kwa hilo? Watoto maridadi kabisa wa Family Live Church Choir wakisema he's coming for us, and for sisi tuwe ngangari kabisa, manake wakati ni sasa. Na nikujuze tu kwamba ukiwa unaangalia set hapa mbele tuko na vitu kama 4 hivi, lugha, saa. Tukiangalia upande mwingine tuna vile majira yalivyo. Inaonesha tu kwamba okay, the end days are so gloomy. Ina maana kwamba be ready at any time. Lakini hata kwa sasa hivi nahitaji niweze kuintroduce tu waimbaji wanakwaya ambao wamechangamana kwa sababu ya kauli mbiu ya wimbo ambao unasema wakati ni sasa, ili kwamba waweze kupigilia msumari kweli kweli. Na baadaye tutakuwa na watumishi ambao watakuwa wanafika katika jukwaa hili ama mimbari hii, ili kwamba waweze kuhubiri neno hili tuweze kujua mambo yako namna gani. Vile vile nikujuze kwamba sawa kidogo unaambiwa kule online kulikuwa na mtafaruku kidogo, lakini naamini kwamba wale wanao endeleza upande huo wametengeneza, na sasa tuko online gangari kabisa. YouTube pale Hope Channel Kenya unatupata live mahali popote pale, hata Facebook, Twitter Hope Channel Kenya tunapatikana moja kwa moja. Nikujuze pia kuna radio mbalimbali ambazo zinapeperusha matangazo haya mbashara kutoka hapa Kizingo, radio ya Mombasa. Bila shaka naanza nyumbani, Radio Sheki FM inapeperusha matangazo hayo, na pia vile vile Wikwatio maeneo kule Ukambani inapeperusha matangazo hayo, na kule maeneo ya Kisima FM inafanya mambo mazuri kadamnasi ya kuonesha kwa kweli Mungu kwa kweli yu karibu. Na pia vile vile kule maeneo ya Kilifi siwezi kusahau SBS Radio, na pia radio yetu ya Nairobi ambayo bila shaka inapeperusha Adventist World Radio kule Mombasa, Nairobi. Pia matangazo haya yanakufikia live and direct. Lakini kwa sasa wangu mtazamaji, iwapo unatupata live and direct, let us communicate. Wewe tuma ujumbe pia pale Facebook Hope Channel Kenya, zungumza nasi. Iwapo unatupata duniani kote, sema nasi tuweze kujua tuko pamojani. Msije mkatuacha solemba. Naamini kwamba neno hili sometimes linaweza kukanganya kidogo, ukiwa unajiuliza kwa nini unatuambia wakati ni sasa. Dhambi zinazidi, watu wanatenda dhambi juu ya nyingine na hawajali, watu wanauana. Ukiangalia hata katika taifa la Kenya unaona jinsi mambo yanavyokwenda. Wengine wanajiuliza economically how is it? Je, kuna kwendaje? Chakula zipo? Je, Mungu amefungulia mvua tuweze kupata chakula? Wakati ni sasa. Tunaweza tukamuita Mungu, manake you never know, uwezi jua wakati huu utafika lini. Pengine leo jioni, na baada ya hapa tarumbeta inalia. Je, wakati huu utapatikana katika kikundi kile cha kwenda mbinguni au namna gani? Basi wangu mtazamaji, msikilizaji, na hata pia wale ambao wako hapa Kizingo SDA Church, mimi nazidi kuwakaribisha, manake ni siku ya pili. Bado ni katika ile hali ya kukaribishana, tukiambizana kwamba kwa kweli kuna kitu kizuri ambacho kinaendelea hapa Kizingo Mombasa. Kwa hivyo unakaribishwa kabisa. Hata jirani yako pale nyumbani, ambatana naye hata siku moja ama 2, njoo umuonjeshe utamu tu. Bora umemfikisha tu pale getini, mlete tu umuingize ndani, alafu kisha muache sasa. Manake naamini kwamba kuna watumishi hapa ambao watamhudumia. Tutaomba pamoja, tutazidi kueleza jinsi na namna mambo yalivyo. Kwa hivyo basi nikaribishe tu wale waimbaji wetu wa nyimbo theme song yetu ya wakati ni sasa. Kwa hivyo basi zidi kutulia tu na ubarikiwe. Nyakati tuna
sasa. Siku ya wokovu wako ni leo, na usichelewe. Mwokozi wetu Yesu akuita, njoo kwangu leo. Usitazame ya dunia, kwani yanapita. Songa mbele na kwa imani, maana wakati ni sasa. Songa mbele na kwa imani, maana wakati ni sasa. Yesu Kristo aliahidi atarejea. Makao ameandaa mbinguni kwa washindi. Maovu, shida za dunia yote yatakwisha. Njoo kwake uokolewe, maana wakati ni sasa. Njoo kwake uokolewe, maana wakati ni sasa. Siku ya wokovu wako ni leo, na usichelewe. Mwokozi wetu Yesu akuita, njoo kwangu leo. Usitazame ya dunia, kwani yanapita. Songa mbele na kwa imani, maana wakati ni sasa. Songa mbele na kwa imani, maana wakati ni sasa. Usichelewe. Songa mbele na kwa imani, maana wakati ni sasa. Nyakati tunazoishi ni za mwisho. Manabii walikwisha tabiri matukio. Bwana Yesu asifiwe. Mungu ni mwema siku zote. Nashukuru Mwenyezi Mungu ambaye ametupatia nafasi wakati huu ili tuweze kusikiza neno lake, na natumaini ya kwamba wote ambao wanatazama wanaendelea kubarikiwa katika vipindi vya wakati ni sasa vinavyopeperushwa kutoka kanisa la Kiadventista wa Sabato hapa Kizingo. Naamini ya kwamba Mungu anaendelea kunena ndani yetu. Na wakati huu ningependa niweze kuwakaribisha katika kipindi cha Injili Inayokoa. Injili Inayokoa inavyoletwa na mtumishi wa Mungu ambaye Mungu amemchagua ili apate kupasa sauti yake. Si mwingine ni mchungaji Lucas Nzungu ambaye atanena nasi. Mtumishi wa Mungu, karibu ili uweze kupasa sauti ya Mwenyezi Mungu jinsi anavyokusudi siku ya leo. Bwana Yesu asifiwe sana.
Bwana asifiwe sana. Tunamshukuru Mungu kwa namna ya pekee alivyotupa siku njema ya leo kuja kujifunza hekima ya Mungu, kuyafungua maandiko matakatifu, Biblia, na kuchunguza kile ambacho Mungu anasema nasi kwa siku ya leo. Tuna masomo maalum sana. Wakati ni sasa. Tumekwisha kubaliana ya kwamba tutakwenda taratibu, hatua kwa hatua, kuhakikisha ya kwamba hakuna mtoto wa Mungu anayepotea kwa kukosa kujua wakati wa kuokolewa kwake. Kwa hiyo ni makusudi ya mkutano huu mkubwa unaoendelea hapa Kizingo SDA Church na kurushwa katika nchi nzima ya Kenya na katika ulimwengu wote. Najua unatuangalia kwa mtandao wako, unatuangalia na kutusikiliza kwa redio. Bwana akubariki sana. Hiyo ni hatua kubwa mno umechukua. Hautajuta. Endelea kutusikiliza. Na katika siku hii ya leo, siku makini kabisa ambayo Bwana ametupa kama siku zote anavyotupa siku hii, ni siku ambayo tunakwenda kuangalia namna ya kutambua siku hizi za mwisho. Leo tunaanza namna maandiko yanavyomtambulisha yule aliyepewa jukumu, kazi, wajibu tokea milele la kutuongoza kutambua dalili, ishara na majira ya kuja kwake yeye ajaye, ambaye dunia nzima itatetemeka mbele zake ajapo. Maandiko matakatifu, kitabu chenye vitabu 66, lugha rahisi maktaba, lugha rahisi library. Dunia hii ina vitabu vingi vya wacha Mungu, ila kipo kitabu kimoja tu chenye heshima, niweke vizuri zaidi, chenye mamlaka ya kuitwa maktaba ya hekima ya Mungu. Kina zaidi ya vitabu 66. Lakini vingine vitabu vina sura, ni kimoja kila sura na aya. Hiki ni maktaba, ni library yenye zaidi ya kitabu kimoja, na iko ramani humu ambayo tukiifuata kwa uaminifu katika siku tulizo nazo hapa, tutajua majira, tutajua wakati, na hatutakuwa na mashaka ajapo atatukuta tuko tayari. Katika Matendo ya Mitume 1 na fungu la 6, Bwana Yesu anazungumza na wanafunzi wake sasa, na wanamletea maswali na hoja. Katika Matendo na ile sura ya kwanza na haya ile ya 6, na kusubiri kidogo upate, anasema, basi walipokutanika wakamuuliza
wakisema, je, Bwana, wakati huu ndipo unawarudishia Israeli ufalme? Yaani wanaswali sawa na mada yetu, wakati ni sasa. Je, wakati ni sasa unaporudisha ufalme kwa Israeli? Katika fungu la 7 Yesu akawaambia, si kazi yenu kujua nyakati wala majira Baba aliyoyaweka katika mamlaka yake mwenyewe. Kumbe Yesu anasema zipo nyakati, yapo majira ambayo Baba ameyahifadhi, na ni yeye pekee uyatoa rasmi kwa jamii ya wanadamu muda uliokusudiwa unapofika. Ndipo tunamuuliza sasa, je, wakati ni sasa? Kumbe kuna nyakati, kuna majira ambayo Baba ameyahifadhi, na ni yeye pekee uyatoa rasmi kwa jamii ya wanadamu muda uliokusudiwa unapofika. Kwa mfano, katika Wagalatia na ile sura ya 4 na aya ya 4, Biblia inasema, hata ulipowadia utimilifu wa wakati, Mungu alimtuma mwanawe, ambaye amezaliwa na mwanamke, amezaliwa chini ya sheria. Huyo ambaye alikuwa ametabiriwa muda mrefu, Baba alikuwa anasubiri wakati, na wakati ulipofika rasmi akamtuma. Na maandiko yanasema ulipotimia utimilifu wa wakati. Sasa unaweza ukaharakisha kabla ya wakati haujatimia. Ndio maana tuna wakati ni sasa. Wa kufanya nini? Endelea kuwa mtazamaji mzuri, endelea kuhudhuria, endelea kuwa msikilizaji mzuri wa matangazo haya popote ulipo, kwa sababu wakati ni sasa. Na anasema kabla ya wakati wa kuzaliwa kwake rasmi, wapo waliodai kwamba ndio Kristo. Hivyo alipotokea Yohana Mbatizaji na kuwavuta wengi, viongozi wa dini walifikiri huyo ndiye Masihi au Kristo, waliyekuwa wakimsubiria muda mrefu awakomboe toka katika utumwa wa dola ya Roma. Maana walikuwa wanamsubiri. Na Biblia inasema jitihada yao ya kujua kama ndiye alikuwa yeye au bado. Katika Yohana 1 na fungu la 19, Yohana 1 na fungu la 19, maandiko yanaweka bayana maneno hayo. Katika fungu la 19, na huu ndio ushuhuda wake Yohana, Wayahudi walipotuma kwake makuhani na Walawi kutoka Yerusalemu ili wamuulize, wewe u nani? Hapa
Kiyahudi linataka kujua kama huyo Yohana Mbatizaji anayebatiza na kusababisha vuguvugu la Uyahudi wote ndiye Kristo au Masihi walikuwa na mngoja. Na kwa hiyo wakaona watu wa kwenda kumuuliza wawe makuhani na Walawi, wasomi, wanazuoni wa Biblia, wanazuoni wa maandiko, wanazuoni wa Torah ya Mwenyezi Mungu. Sasa nani nyinyi mkamuuliza? Ndio wasomi. Nao wakaja kwa Yohana, na Biblia inasema Yohana Mbatizaji alikataa, kwamba sio mimi, wewe ndio Kristo. Katika Yohana 1:20, Yohana 1:20 anasema, naye alikiri wala akukana, alikiri kwamba mimi siye Kristo. Hoja ni Masihi, hoja ya Masihi ajaye ilikuwa tata, na majibu yalitafutwa kwa hali na mali na kwa bidii kubwa kabisa. Na Biblia inasema katika Yohana 1:21, hawa makuhani hawa Walawi hawa wakamuuliza, ni nini basi umelia wewe? Akasema, la, mimi siye. Wewe unabii yule? Akajibu, la. Sasa kama sio Elia, kama sio nabii yule. Katika fungu la 22 wakamwambia, huu nani, tupate majibu ya wale waliotupeleka. Wanenaje juu ya nafsi yako? Unajua wanachotafuta, wanataka wajue kama huyu ndiye, ili wajue wakati umetimia. Na dunia ya sasa inamsubiri mtu mmoja, na watu wanataka wajue kama wakati ni sasa. Na hatumalizi mkutano huu mpaka tumesema kama ni sasa au bado. Wanataka wajue hawa. Kwa mara ya kwanza huyu Kristo anapokuja duniani, kuna vuguvugu la kutaka kujua kama Yohana Mbatizaji ni yeye au sio yeye. Yohana anasema sio mimi. Wanasema, sasa unasemaje juu yako mwenyewe? Tuna vitu ambavyo vinatusukuma tuje kukuuliza. Katika fungu la 25 wakamuuliza, wakamwambia, mbona wabatiza ikiwa wewe si Kristo, ikiwa wewe si Elia wala nabii yule? Maana Kristo atabatiza, Elia atabatiza, nabii yule atabatizwa. Sasa wewe kama sio yule Kristo, mbona unafanya kazi zake? Mbona unafanya kazi? Katika fungu la 26 Yohana akawajibu akisema, mimi nabatiza kwa maji, katikati yenu amesimama yeye msiyemjua nyinyi. Sikiliza maneno haya, soma Biblia kwa akili.
Yohana akajibu akasema, mimi nabatiza kwa maji, katikati yenu amesimama yeye msiyemjua nyinyi, ndiye yule ajaye nyuma yangu, ambaye mimi sistahili kulegeza gidamu ya kiatu chake. Yohana anawaambia Wayahudi, huyo mliyetumwa kumtafuta, ambao Wayahudi wamewatuma, anawaambia makuhani, si mmetumwa kuja kuniuliza habari za Masihi ajaye kama ni mimi? Sasa anawaambia amekwisha kuja, yuko katikati yenu. Katikati yetu, anasema yuko katikati yenu, amekwisha kuja na yupo katikati yenu. Mbona tumjui? Anasema amekwisha kuja, yuko katikati yenu, amesimama. Na mimi sistahili kulegeza gidamu ya viatu vyake. Yani sina hata mamlaka ya kufungua hata tu kamba za viatu vyake. Mimi ni mdogo na amekwisha kuja, na mimi nasubiri kama nyinyi ni mtambue. Katika fungu la 30 anasema, huyu ndiye niliyenena habari zake, ya kwamba yuaje mtu nyuma yangu, ambaye amekuwa mbele yangu, kwa maana alikuwa kabla yangu. Haleluya! Yohana anasema yuko katikati yenu. Niliwaambia anakuja, yuko katikati yenu. Mimi nimetangulia tu, yeye anakuja nyuma yangu. Lakini pamoja na kuja nyuma yangu, amekuwepo kabla ya mimi kuwepo, maana alikuwa kabla yangu. Katika lugha ya kawaida, Elizabeti alipobeba mimba ya Yohana Mbatizaji, kuna gap la miezi 6, ndipo Mariamu naye anabeba mimba ya Yesu Kristo. Kwa hiyo mkubwa kibinadamu ni Yohana Mbatizaji, ila Yohana anasema huyo ambaye anakuja yuko katikati yenu. Moja, ni mkubwa kwa heshima na ukuu. 2, amekuwa mbele yangu, amekuwepo kabla yangu. Lugha rahisi, amekuwepo tokea milele. Wayahudi wanataka wajue. Najua siku hizi kuna mambo mengi. Siku moja nilikuwa nasoma gazeti siku za nyuma hapa, nikaona hapa Kenya kulitokea Yesu mwingine, sijui Bungoma huko. Yesu mwingine. Kenya mna Yesu wengi. Tokea Yesu mwingine huko.
Lakini akakimbia wakati wa Kwaresima kama hii. Kwaresima wakati wa kifo cha Yesu, watu wakasema sasa kama yuko Yesu asulubiwe. Akakimbia. Kana kituo cha polisi. Kasoma gazeti, kazaenda kituo cha polisi. Sasa huyo sio wa kwanza huyo. Kule Kongo kulikuwa na Yesu mwingine. Nigeria kulikuwa na Yesu mwingine. Yesu wako wengi. Yohana anasema huyo ajaye mara ya kwanza yuko katikati yenu. Amekuwepo kabla yangu, amekuwa mbele yangu. Sasa wanamuuliza, umejuaje? Umejuaje? Nenda Yohana 1:31. Anasema wazi wazi, wala mimi sikumjua, lakini kusudi adhihirishwe kwa Israeli, ndiyo maana mimi nalikuja nikibatiza kwa maji. Hasa unabatiza kwa maji? Maana hata yeye atakuja humu kwenye maji, na mimi ndipo nitamtambua. Nataka Biblia iwe rahisi kama maji. Mahali ulipo, unapotutazama, unapotusikiliza kutoka hapa Kizingo, kama uko kwenye mtandao, uko kwenye YouTube, kama uko kwa redio unatusikiliza, kama uko kwa televisheni yako unatusikiliza, Hope Channel Kenya, nataka ieleweke kwamba injili kutokea Kizingo itakuwa rahisi mno na hakuna kupotea tena. Unajua watu wanaposoma fizikia, kemia, kuna Rambert, kuna Abbott, mavitabu makubwa kabisa. Na mimi elimu yangu ya kwanza nilisoma fizikia, kemia, biolojia, nikasoma shahada ya kilimo, nikisha kuwa mchungaji. Mavitabu makubwa kabisa, lakini kuna vitabu vidogo, Atkinson, Physics Made Simple, Chemistry Made Simple. Na hapa kutokea Kizingo, The Bible Made Simple, ili tuache kupotea, tunyoke, tuokolewe, maana wakati ni sasa. Lazima Biblia iwe rahisi. Yohana anasema hata mimi sikumjua, lakini kusudi adhihirishwe, ajulikane kwa Israeli, ndiyo maana nalikuja nikibatiza kwa maji. Kwa lugha nyingine, na mimi nitamjua wakati wa ubatizo. Nasubiri. Haleluya. Nasubiri. 32, katika fungu la 32 Yohana 1 anasema, tena Yohana akashuhudia akisema, nimemwona Roho akishuka kama ua kutoka mbinguni, naye akakaa juu yake. Ndivyo nilivyomtambua. Nalimuona Roho. Naona kama Wayahudi wanamwambia Roho haonekani, Roho haonekani. Wewe umemwonaje? Acha uongo. Roho haonekani. Wewe umemwonaje? Yohana Mbatizaji akijua mawazo walio nayo, anawaambia katika fungu la 33, Yohana 1:33, anasema, wala mimi sikumjua, lakini yeye aliyenipeleka kubatiza kwa maji, huyo aliniambia, yeye ambaye utamuona Roho akishuka na kukaa juu yake, huyo
Mtakatifu. Na katika fungu la 34 nasema, nami nimeona tena nimeshuhudia ya kwamba huyo ni mwana wa Mungu. Haleluya. Anasema sikumjua, ila niliambiwa nifanye kazi ya kubatiza kutangulia. Na leo nimemuona akiingia kwenye maji. Utukufu uliomzunguka ulikuwa ni utukufu mkuu, tofauti na wote niliwahi kuwabatiza. Wenye dhambi walikuwa wakiingia hapa, na nikamwambia sistahili kukubatiza, mimi nastahili kubatizwa na wewe, nilikuwa nakusubiri. Akaniambia kubali hivi sasa. Ndivyo inavyopaswa, haki yote itendeke. Nimembatiza na nikaendelea kumwangalia alipokuwa akitoka majini. Nimeona kwa macho yangu Roho Mtakatifu, mbingu zikifunguka, Roho Mtakatifu akishuka na kuja juu yake. Na nashuhudia, nimesikia na sauti ya Baba ikisema, huyo ni mwanangu mpendwa wangu ninayependezwa naye. Kwa hiyo nashuhudia, huyu ni mwana wa Mungu. Haleluya. Unajua, tunapokuwa tunatafuta kujua wakati, usije ukafikiri ni jambo dogo. Tunakuwa tunatafuta jambo kubwa. Angalia Mungu alivyomwandaa Yohana Mbatizaji, na aliyemtambulisha Yohana Mbatizaji kwamba huyu ni Yesu Kristo Masihi, alikuwa ni Roho Mtakatifu, ambaye tutatembea naye wakati wote ili tupate kujua Yesu ni nani. Waliosikia Yohana akisema maneno hayo, mara moja wakamfuata huyo Yesu Almasihi, wakawa wafuasi wake. Usije ukafikiri kuna ambao hawakusikia. Kuna waliosikia. Waliosikia ni wengi, ila waliofanya maamuzi ni wachache. Wakaambiana, wakati ni sasa. Sikuwa na msubiri Masihi, wakati ni sasa. Twende soma fungu la 37, Yohana 1:37. Hao walisikia, wakafanya maamuzi. Na Biblia inasema wale wanafunzi wawili wakamsikia akisema, wakamfuata Yesu. Haleluya. Ndio maana heri asomae na afanyaje? Asikiae. Hawa wanafunzi wawili wakamsikia Yohana alipokuwa akishuhudia juu ya Yesu, wakamfuata Yesu. Na katika fungu la 38 Yesu akageuka, akawaona wakimfuata, akawaambia, mnatafuta nini? Wakamwambia, Rabi, maana yake mwalimu, unakaa wapi? Haleluya. Hawahitaji maneno mengi, hawahitaji kumwambia tunakufuata wewe. Wanauliza mambo ya msingi. Unakaa wapi? Unakaa wapi? Tunataka na sisi tuje unapokaa. Leo tunamuuliza Yesu, unakaa wapi? Anasema, niko mbinguni. Tunataka kwenda hapo. Tunataka kwenda hapo. Na kwa kuwa tunataka kwenda hapo, lazima tujue wakati. Wakamwambia, Yesu akawaambia katika fungu la 39, njoni nanyi mtaona.
Wakaenda wakaona akaapo, wakakaa kwake siku ile, nayo ilikuwa yapata saa 10. Kakaa. Maana Yesu alikuja jioni, wakati wa dhabihu ya jioni, na makuhani waliokuwa na mhoja Yohana walikuwa hapo, na Walawi, Farisayo, Masadukayo, na makutano makubwa. Alafu Yesu akamwona Yohana akamwona Yesu anakuja, na Yesu alikuwa anatokea mahali ambapo upande ule walikoweka kondoo kwa ajili ya kafara ya jioni. Ndipo Yohana akapiga kelele, "Tazama, mwana kondoo wa Mungu achukuaye dhambi ya ulimwengu." Wale wanafunzi walipoona wakasema, tayari tumekwisha mjua. Mara moja hawa wanafunzi wakamfuata Yesu. Mara moja wakamfuata Yesu. Na sisi tutakapojua mara moja, tutakapojua wakati mara moja, tusichelewe. Na maandiko yanaweka bayana, Yesu Kristo mwenyewe kwa kinywa chake mwenyewe, kwa kinywa chake mwenyewe, huyu Yesu kwa kinywa chake mwenyewe anakiri kuwa ndiye Kristo ajaye ulimwenguni, aliyekuwa anasubiriwa muda wote. Ninakwenda namna hii taratibu ili mwanzo ujue anayesubiriwa, ambaye wakati ni sasa anakuja. Ujue hata mwanzo alipokuja kulikuwa na hali kama ya leo, ila ya sasa imezidi. Watu hata akili imeisha. Mchungaji yuko kanisani, asema unataka kuzungumza na Mungu. Mimi nataka kuzungumza naye. Anapiga simu. Simu inaita. Baadaye inapokelewa. Nani amepokea? Gabrieli. Ndio, nataka kuongea kidogo na Yesu hapa. Kuna mtu anataka, kuna mama fulani anataka kuongea naye. Neno mwambie. Gabrieli anakwenda kuongea na Yesu. Simple like that. Anasema, Bwana Yesu, huyo mama yuko hapa. Yuko hapa. Ana shida. Yuko hapa. Yani akili ndogo inatakiwa. Ndio maana inabidi Yesu aje. Ujinga unakuwa mwingi mno. Watu wazima, mama mzima, baba mzima na akili timamu, ajitambui, anakwenda kudanganywa eti anaongea na Yesu. Yesu alikiri mwenyewe ya kuwa ndiye Kristo. Nenda nami katika Yohana sura ile ya 4. Tuone Biblia inavyosema. Sura ya 4 fungu la 25. Maandiko yanasema katika Yohana 4 na fungu la 25. Yule mwanamke akamwambia, najua ya kuwa yuaja Masihi aitwaye Kristo, naye atakapokuja yeye atatufunulia mambo yote. Angalia fungu la 26. Angalia fungu la 26. Yesu akamwambia, mimi ninayesema nawe ndiye. Haleluya. Yesu hakujificha. Tukiria. Anasema mimi nayesema nawe ndiye.
ndiye Yesu Kristo, ndiye Masihi. Huwa kuna watu wanasema Yesu hakuwahi kusema, sisi tunamsemea. Yesu sema tena. Fungu la 26, Yesu akamwambia yule mwanamke, mimi ninayesema nawe ndiye. Na wakati mwingine kulikuwa na kipofu aliyekuwa kipofu tangu kuzaliwa. Alafu Yesu akamponya, akamwondolea upofu. Alafu Mafarisayo, makuhani, Walawi wakamuita, wakamhoji, ulipataje kuponywa? Anaeleza. Wakaita na wazazi, wanasema ni mtu mzima, ajieleze mwenyewe. Akajieleza. Mwisho wakamwambia, wewe unamuonaje? Nani? Akawaza, mnataka kuwa wanafunzi wake? Mwanaharamu wewe. Takutufundisha. Wakamfukuza. Walipomfukuza, angalia fungu la 35 Yohana 9 na ile fungu la 35. Angalia, Yesu akasikia kwamba wamemtoa nje, naye alipomwona alisema, wewe wamwamini mwana wa Mungu? 36, naye akajibu akasema, ni nani Bwana nipate kumwamini? 37, Yesu akamwambia, umemwona, naye anayesema nawe ndiye. Haleluya. Watu kwenye dini zao huko sema mwana wa Mungu, Wakristo wanamsemea tu, Wakristo wanamsemea. Hatumsemei, anasema mwenyewe. Anasema mwenyewe. Tunamsemeaje? Yesu akamwambia, 1, umemuona; 2, anasema na wewe ndiye mwenyewe, yani mimi ndiye mwana wa Mungu. Haleluya. Na kwa kusema mimi ndiye mwana wa Mungu, lugha rahisi, mtoto wa nyoka ni nyoka. Alikuwa na declare kwamba ni Mungu mimi. Hatuna mashaka. Hatuwezi kujua wakati bila kujua mtiririko Yesu alipokuja kulitokea nini. Angalia Mathayo 16 fungu la 15-16. Yesu anawaambia wanafunzi wake, akawaambia, nenda, watu wananiita mimi nani? Asema wengine Yeremia, wengine Yohana Mbatizaji, wengine nabii yule, wengine. Ndipo katika fungu la 15 akawauliza sasa, akawaambia, nyinyi mwanena ya kuwa mimi ni nani? Simoni Petro akajibu akasema, wewe ndiwe Kristo, mwana wa Mungu aliye hai. Haleluya. Wewe ndiwe Kristo mmoja, yani Masihi. Alafu Masihi ni mwana wa Mungu aliye hai. Hapa Yesu alimasihi anaweka bayana nani asa amefanya huo ufunuo wa Petro. Katika fungu la 17 Yesu akamwambia Petro, Yesu akajibu akamwambia, heri wewe Simoni Bariona, kwa kuwa mwili na damu amekufunulia neno hili, bali Baba yangu aliye mbinguni. Biblia Kiswahili cha kisasa inasema Yesu akamwambia, heri wewe Simoni Bariona, yani Simoni kwa Kiebrania Bariona, mwana wa Yohana, mwana wa Yona, kwa maana neno hili alikufunuliwa kwako na mwanadamu, bali Baba yangu aliye mbinguni. Ndipo na Yesu akijua makuhani
waliwahi kumuuliza Yohana chini ya kiapo, Kayafa kuhani mkuu akamhoji. Angalia Mathayo 26 na fungu la 63. Anasema, lakini Yesu akanyamaza. Kuhani mkuu akamwambia, na kuapisha kwa Mungu aliye hai, utuambie kama wewe ndiwe Kristo mwana wa Mungu. Kumbe na Wayahudi wanajua Kristo lazima awe mwana wa Mungu ajaye. Atakuja mara ya kwanza na atakuja mara ya pili. Mwana wa Mungu ajaye. 64, Yesu akamjibu katika fungu la 64. Akamwambia, wewe umesema, lakini nawaambieni, tangu sasa mtamuona Mwana wa Adamu ameketi mkono wa kuume wa nguvu, akija juu ya mawingu mbinguni. Kwa maneno hayo Yesu anakiri na kutoa ahadi moja. Kwanza kabisa, wewe umeniuliza kama ndiye Kristo mwana wa Mungu. Jibu ni ndio. 2, hapa nimekuja katika mwili, naitwa mwana wa Adamu maana nimevaa mwili. 3, wewe Kayafa na hao makuhani wenzako katika baraza hili mnalonihukumu, na hao askari wenu mnaonidhihaki, mtaniona nikija mara ya pili. Haleluya. Mtaniona, na sio kuniona tu, tutaelewana lugha, na swali lako hutaliuliza tena, maana utaona kwa macho yako. The Bible is too clear. Utaniona na wenzako na askari wako. Hutauliza swali hili tena, maana utaniona kwa macho yako mwenyewe. 4, wakati huo sitakuja hivi, bali mtaniona katika cheo changu halisi, katika utukufu mkuu ulio asili yangu, niliokuwa nao hapo awali kabla sijatoa asili yenu na kuja duniani. Utaniona katika asili yangu. Tangu Yesu apae na kwenda mbinguni, kama yanavyo maandiko katika Matendo 1:9, akisha kusema hayo, walipokuwa wakitazama, akainuliwa na wingu likampokea kutoka machoni pao. Na walipokuwa wakikaza macho yao kuelekea mbinguni, alipokuwa akienda zake, tazama, watu wawili wakasimama karibu nao, wenye nguo nyeupe. Katika fungu la 11 wakasema, enyi watu wa Galilaya, mmesimama mkitazama mbinguni, huyu Yesu aliyechukuliwa kutoka kwenu kwenda juu mbinguni, atakuja jinsi hiyo hiyo mlivyomuona akienda zake. Kwa karne nyingi tangu aondoke, wamekuwepo wengi wanaodai ya kwamba Yesu amekuja. Nchi nyingi, mahali wametokea makristo wa uongo wengi wa kutosha. Hata huku Afrika wamekuwepo zamani, na hata siku hizi wako wa kutosha. Hapa Kenya wapo akina Yesu, Kongo wapo, Tanzania wapo, na mwingine mama mmoja kule Tanzania ni Mungu, wako wa kutosha. Ndio maana katika mambo haya yote Baba akaweka siri hii katika mamlaka yake, ili tupambanue vizuri. Lazima tufunuliwe, na kazi iliyo mbele yetu ni kujua nani alipewa jukumu tumsikilize. Wakati ni sasa. Ni mahubiri yanayolenga kuweka wazi kila kitu, ili tusipotee, ajapo tujue huyu ndiye Kristo tuliyemngoja. Sawa sawa. Sasa tupate kujua majira haya na wakati anakapokuja,
Tutakapokuwa hapa Kizingo, endelea kuja, endelea kufuatilia katika runinga yako, endelea kufuatilia katika website yako, katika mtandao wako wa kijamii, endelea kufuatilia Hope Channel Kenya, kwa sababu anakuja. Kwa sababu anakuja. Kama ulivyoona katika maandiko, hoja baada ya hoja, mpaka inakuwa clear, mpaka anajitambulisha, ni mimi. Saa itafika na atajitambulisha na atatujulisha sana wakati wa kuja, na sisi tutasema huyu ndiye Bwana wetu, Mungu wetu tuliyemngoja. Bwana akubariki, Bwana akutie moyo, Bwana kuongezee nguvu na uhai, ili mikutano hii iwe mbaraka kwako. Na Bwana akubariki sasa mahali ulipo, katika kituo chako, mahali ulipo. Tutaomba kwa ajili yako, mahali ulipo. Kama ni katika kituo cha wazi, waweza kusimama. Na hapa Kizingo tunasimama sasa, tunapokwenda kuomba na kukabidhi mkutano mikononi mwa Bwana, na watu wakiendelea kufanya maamuzi makubwa ya kumfuata Yesu kama Bwana na Mwokozi wao. Najua sehemu fulani leo kuna mtu amefumbuliwa, kuna mtu macho yake yamefumbuliwa, kuna mtu ambaye alikuwa anatatizwa lakini tatizo limeisha. Bwana akubariki, na tutakapoingia katika ubatizo mkubwa, jitoe kwa Yesu, kwa kuwa Bwana anakusubiri. Baba, kati mkutano mkubwa huu umetulia, neema yako ikisambaa, weza wa Kristo ukitamalaki, watu wa Mungu wakiendelea kujiweka mikononi mwa Bwana, umetufunulia mambo makubwa, namna Yesu alivyokuja mara ya kwanza na hoja zilizokuwepo, na sasa anakuja mara ya pili. Tafadhali tupe uongozi mzuri, ili ajapo mara ya pili atukute sisi tunaujua wakati, tumejiandaa, tunafaa kwa uzima wa milele, kwa kuwa tumeomba kwa ajili ya hao walio hapa, walio katika vituo kule mbali, karibu, katika jina la Yesu. Amina. Bwana wabariki. Amen, amen, amen. Sijui Karo unahisi namna gani? Manake nimegundua kwamba kwa kweli Biblia inazungumza, alikwenda na atarejea. Sijui unahisi vipi Karo? Wajua, mimi toka zamani nilipoanza kuielewa na kuifahamu Biblia kwa undani, ni kwamba kwa hakika Mwenyezi Mungu huwa harudi maneno yake. Akisema kwamba hakika kila nafsi itaonja mauti, kwa kweli tunaona jinsi nafsi nyingi zinavyoonja mauti. Kwa hiyo akisema kwamba atarudi tena mara ya pili, hiyo ni ahadi ya kwamba atakuwa kwa kweli anarudi mara ya pili. Kwa hiyo ni wajibu wako mpenzi msikilizaji na mtazamaji pale nje, uwe makini, jiulize maswali. Je, wakati huu tunaambiwa na mchungaji kwamba ni sasa, je, nipo tayari? Kutokana na mafundisho ambayo Eriki mchungaji amekwisha kutufundisha, nimejifunza kitu kimoja. Ndiyo. Ya kwamba wewe kama ni muongo, manake kuna wengine wanasema mimi ni Yesu. Ilipofika siku ya Pasaka kamba, basi wewe ni Yesu, njoo usulubiwe. Jamaa kaingia mitini, akakimbilia polisi. Sasa unashindwa, wewe ni Yesu, ni aje? Ni vipi unaogopa mauti? Hapo sasa hapo unabaki na maswali unajiuliza, haya maswali hayastahili. Bila shaka umenifurahisha na hilo, manake mwanadamu ni mwanadamu tu, utamjua na Yesu utamjua, kwa sababu ishara zipo kamili. Basi nichukue fursa hii nitoe shukrani sana kwa wale wote ambao wamekuwa wakifuatilizia runinga ya Hope Channel Kenya tukiwa live ndani ya TV bila shaka, na pia wale ambao ni online viewers, wale ambao kidogo kulikuwa kumetokea mushkil lakini wameregea. Tunasema shukran, endelea kufuatilizia kabisa, manake mambo ni bamba kuanzia pia vile kesho. Na pia nahitaji nikujuze, kuna wale walikuwa wanauliza theme song. Theme song iko pale YouTube, isikilize kwa makini, like, share, waambie bana hapa ndipo, hapa ndipo. Na basi niseme hivi, hapo kesho ni siku pia, tuweke miadi na wao ili kwamba tuweze kupatana hapa Kizingo live. Ita rafiki, ambie rafiki kwamba kuna kitu kizuri kinaendelea, na mahali ambapo kuna kitu kizuri na rafiki ambaye anakuambia mahali kuna kitu kizuri ndiye rafiki. Kwa hivyo basi
zidi kuambia kila mmoja kwamba hapa Kizingo kuna mambo mazuri kwa sababu ya event hii ambayo ni NET, event ya wakati ni sasa. Lakini Karo, kabla sijakwenda zaidi, manake kwa dakika kama 2 hivi, sijui kama unaweza nisomea, ukanisomea kitu hapa. Kama mwelekezi wangu wa picha anaweza ni, hebu cheki hapa. Sijui kama unaniona. Hii Isabukuru ni sisambi. Umesema Kifaransa bwana, sema vizuri, soma vizuri. Isabukuru ni sisambi. Sijui kama ni lugha yako hiyo wangu mtazamaji. Hebu soma vizuri tena. Wacha nijaribu tena kurudia tena. Ndio. Isabukuru ni sisambi. Isabukuru ni sisambi. Sasa sijui kama na hii ya chini je? Hiyo iko yellow hivi. Ihinda niriri. Hebu soma vizuri. Karo. Hizi lugha ni za Kenya na ni 42. Ihinda niriri. Labda pengine urudie kwa niaba yangu, maana huenda kawa nimetamka ndivyo sivyo. Wacha nisumbue cameraman wangu. Kama utanifuata mahali ambapo ndaenda, iwe hivyo. Na kama nitakuwa nimewachanganya, wacha nimfuate. Kabla hujarudia, kuna moja nimeona Sun and Sand. Sawa. Sun and Sand. Hii inasema Sun and Sun. Sun and Sun ni hoteli jamani. Sun and songa kule ndio yule view aone. Sun and Sun. Jamani. Nafikiri inasoma Sa and Sani ama Sa and Sun. Sa and Sani. Exactly. Asante. So kuna lile ambalo lilikuwa limekushinda pale. Na sijui, nafikiri ni kama si Kikuyu, nafikiri ni Kikuyu. Nani Mkikuyu? Nani hapa ambaye ni Mkikuyu? Manake atusome hiyo. Tuko naye. By the way, before tuende mbali, tuko na mchungaji wetu Pastor Karaoke. Pastor Karaoke njoo, Pastor Karaoke njoo. Wapi makofi ya Pastor Karaoke? Njoo. Na mnapiga makofi mzuri, manake ni boss wangu. Sasa hata nikimwambia nipe mshahara ongeza kidogo, inakuwa ni bomba zaidi. Pastor Karaoke, naomba unisomee. Niwasomee gani? Hii hapa inasema namna gani? Hii ya chini. Hii ya yellow. Inasema yes sir. Ihinda niriri. Ukiona hii na hii tofauti. Hii ihinda wakati. Ndio. Ndio. Rere hu. Wow. Wapi makofi jamani? Yani Pastor Karaoke umepata A+. Amepata A+, Kumbuka ni mchungaji wetu mzuri. Bila shaka. Amenifundisha paka kupronounce. Ihida niriri. Alafu ile N ni kama iko silent. Hapo sasa kidogo utanichanganya. Nimekuwa makini kumsikiliza, maana yake amerudia mara 2. Ndio. N pale ipo silent. Ihida niriri. Alright. Sasa kwa hivyo wangu mtazamaji, kwa mengi zaidi tupatane pale kesho, lakini tuma kwa kilugha chenyu katika Hope Channel, hizo social networks, Hope Channel Kenya, Facebook, Hope Channel YouTube, tuma tujue namna gani. Kwa hivyo mimi kutoka kwangu Eric na kutakia mazuri. Tupatane kesho, tuke miadi hapa. Ama Karo unasemaje? Alafu kutoka kwangu mimi ningependa tu kuhimiza kwa sekunde 0 ya kwamba kwa wewe ambaye uko na maombi, ungependa kutuma maombi maalum, kumbuka nambari zipo wazi, nambari za WhatsApp ziko wazi, tutakuwa natuma pale. Na pia majali utakuwa narudia tena kwa nambari ikiwa ni 0718562207. Nambari hii utakuwa unatuma maombi kwa niaba yako, mpendwa wako, ndugu, jamaa na marafiki, kwa wale ambao unahisi ya kwamba labda wangehitaji maombi maalum. Kwa hiyo nambari hii ipo wazi, hata usiku wa manane utakuwa unaweza kuhudumia. Kutoka kwangu Karo, na kutakia usiku mwema. Kesho pia ni siku. Alamsiki. Manabii
sasa. Maneno ya unabii, maana wakati ni sasa. Siku ya wokovu wako ni leo, na usichelewe. Mwokozi wetu Yesu akuita, njoo kwangu leo. Usitazame ya dunia, kwani yanapita. Songa mbele na kwa imani, maana wakati ni sasa. Songa mbele na kwa imani, maana wakati ni sasa. Yesu Kristo aliahidi atarejea. Makao ameandaa mbinguni kwa washindi. Maovu, shida za dunia yote yatakwisha. Njoo kwake uokolewe, maana wakati ni sasa. Njoo kwake uokolewe, maana wakati ni sasa. Siku ya wokovu